Hujambo na karibu ndugu mpendwa mtazamaji wa kwetu News 24 mahali popote mlipo, mkaribishe kuungana nami kwenye taarifa hii ya habari kutoka kwetu News 24 ambayo inakuangazia hususan mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia bara la Afrika na duniani kote. Hivyo ni kualike kuungana nami kwenye awamu hii ya matangazo ya kila siku. Moja kwa moja tunaenda kwenye habari kamili. Jeshi la serikali ya Kongo FARDC lafanikiwa kuwakamata waasi wa M23 Twirwaneho huko Bijombo, Uvira, Kivu Kusini, katika jitihada za kuendelea kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi la serikali FARDC limetangaza kufanikiwa kuwatia mbaroni makomando kadhaa wa kundi la waasi wa M23 wanaoshirikiana na muungano wa Twirwaneho katika eneo la Bijombo. Operation hiyo ilifanyika katika nyanda za juu za Uvira. Ni mwendelezo wa mapambano makali dhidi ya makundi yenye silaha yanayotishia usalama wa raia. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi eneo hilo, hali ya usalama bado ni ya tahadhari kubwa, huku wanajeshi wa serikali wakionyesha azma yao ya kukomboa maeneo yote yanayokaliwa kinyume cha sheria. Vikosi vyetu vimejipanga kikamilifu na vimeazimia kutekeleza wajibu wao wa kikatiba kumrazi wa kulinda mipaka ya nchi ya usalama wa raia, kikieleza chanzo kimoja cha ndani ya jeshi. Hadi sasa jeshi linaendelea na doria katika maeneo ya kimkakati ili kuzuia mashambulizi yoyote ya kushtukia kutoka kwa makundi hayo, huku likitoa wito kwa kutoa taarifa za siri kuhusu mienendo ya adui. Baada ya utulivu mrefu, mapigano yalianza tena mechi Juma iliyopita 15 katika mistari ya kadhaa ya mbele kwa kutumia uimarishaji wa helikopta. M23 mwanzoni walijaribu kumvuta ama kuvunja ngome za Mikenge na Kakenge katika nyanda za juu bila mafanikio. Katika eneo la kikatika ama katikati mwa uwanda wa juu, mafanikio yaliwaruhusu kuteka mji ya Mitamba na Kirungu kutoka wazalendo ambao walirudi nyuma kabla ya kuokolewa kwa FARDC ambao walimkamata ama walikikamata tena Kirungu. Katika njia ya kitaifa ya nambari 5, jeshi la taifa ya Kongo FARDC wakiona uimarishaji wa vifaa wa waasi huko Sange pamoja na kupelekwa kwa ndege isiyo na rubani za kamikaze, ishara ya shambulio lililokuwa karibu. Walichukua mpango huu baada ya mapigano makali. Mji unabaki mikononi mwa M23, lakini robo tatu ya vilima vinavyozunguka sasa viko chini ya udhibiti wa jeshi ya Kongo. Katika muhimili wa Kamanyola, baada ya shambulio la ndege isiyo na rubani, kikosi cha askari wa miguu kilifanikiwa kuwafukuza waasi kutoka maeneo ya Kasambura na Kabunambo wasisonge mbele hadi kwenye vilele vya Runingu ambako waliweka nafasi. Wazalendo waliendelea kusonga mbele kutoka hapo na kufikia kijiji cha Biriba, kilomita 25 kutoka mji wa Kamanyola. Bonge, tukiwa huko mjini Kinshasa ambao ni mji mkuu wa taifa ya Kongo, Mheshimiwa Mumbere Mate Shile, mwakilishi aliyechaguliwa wa Beni, Kivu Kaskazini, aliwasilisha ripoti yake ya mapumziko ya bunge, matokeo ya majadiliano yake na watu wa jimbo lake. Hati hii inaangazia wasiwasi mkuu wa wakazi, hasa suala la usalama ambalo linabaki kuwa hitaji kubwa zaidi kwa jamii za wenyeji. Kupitia ripoti hii, mwakilishi aliyechaguliwa kutoka Beni anatoa wito wa kuongezeka kwa uimarishaji wa mamlaka husika ili kuhakikisha ulinzi wa watu wa mali zao, sharti muhimu kwa maendeleo yoyote endelevu katika eneo hilo. Tukiwa tu nchini DRC, waziri wa mawasiliano na msemaji wa serikali Patrick Muyaya
Anasisitiza kwamba vita vinavyoikumba DRC kwa sasa haiko tu upande wa kijeshi pekee. Kulingana naye, mgogoro huu pia unaenea hadi kwenye vyombo vya habari, wasomi, mitandao ya ushawishi na majukwaa ya kidijitali, ambapo mawasiliano yamekuwa kichocheo cha kimkakati cha kuunga mkono vitendo vya kijeshi na kidiplomasia. Katika mkutasa huu wa vita mseto, anaamini kwamba kila raia wa Kongo kupitia matumizi ya simu zao anaweza kuchukua jukumu katika kusambaza taarifa, hasa kwa kusambaza ukweli na kupana na taarifa potofu. Mechi za mchujo za kombe la dunia la mwaka 2026. Ujumbe wa kwanza kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC unaojumuisha waandishi wa habari, vikundi vya jamii, wawakilishi kutoka mashirika mbalimbali ya michezo na wanachama wa Wizara ya Michezo unatarajiwa katika ubalozi wa Mexico nchini Kenya Jumatatu Mei 23 kukamilisha taratibu za visa kulingana na vyanzo rasmi. Wajumbe 169 wa ujumbe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanatarajiwa Jumatatu kukamilisha mchakato wa maombi ya visa kwa Mexico. Ujumbe huu umekuwa Nairobi, mji mkuu wa Kenya, tangu Alhamisi, alisema Betty Bonda, afisa mawasiliano katika Wizara ya Michezo na Burudani. Timu ya taifa ya mpira wa miguu ya Leopard itacheza fainali ya michezo za mchujo za kufuzu kombe la dunia la mwaka 2026 mnamo mechi 31 dhidi ya mshindi wa mechi kati ya Jamaica na New Caledonia. Mahakama nchini Tunisia imemhukumu mwanaharakati wa kupinga ubaguzi wa rangi Saadia Mosba kifungo cha miaka 8 jela kwa tuhuma za ubadhirifu wa kifedha, huku wakili wake akipinga uamuzi huo akidai una msingi ya kisiasa. Mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 66 ambaye anaongeza chama cha Mnemti kumrazi wa Mnemti amekuwa rumande kwa karibu miaka miwili na alijulikana kwa kutetea wahamiaji kutoka kusini mwa jangwa la Sahara. Mosba alikamatwa Mei mwaka 2024 kwa tuhuma za utakatishaji fedha na kujipatia mali kinyume cha sheria, akikanusha makosa haya pamoja na wanachama wengine wa shirika lake. Wakili wake ametangaza kuwa watakata rufaa kupinga hukumu hiyo, huku akieleza kushtakiwa na uamuzi wa mahakama. 17 wameokolewa wakati wa ajali ya boti iliyokuwa ikisafirisha abiria na mizigo kadhaa ilipozama katika ziwa Albert huko nchini Kongo baada ya kukabiliwa na upepo mkali yapata saa 2 kutoka mahali pake eneo la Chomia mkoani Ituri, kaskazini mashariki mwa nchi ya DRC. Matangazo haya unayapata kupitia chaneli yetu WhatsApp channel kupitia namba iliyoko chini ya skrini yako, Facebook, Instagram na TikTok, lakini pia chaneli yetu ya YouTube. Mwendelezo wa habari hii. Mwanadiplomasia wa zamani wa Ubelgiji anashutumiwa kushiriki katika uhalifu wa kivita katika maamuzi yaliyosababisha mauaji ya waziri mkuu wa zamani wa Kongo Patrice Lumumba mnamo mwaka 1961. Tukiwa tu DRC, Rwanda, Washington yaweka ratiba ya kuondoa vikosi vya Rwanda nchini ya tishio la vikwazo vipya. Washington, Mechi 20 mwaka 2026 kufuatia mazungumzo ya Mechi 17 na 18. Wawakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Rwanda walikubaliana kuhusu ratiba sahihi ya kuondoa vikosi
vya Rwanda kutoka eneo la mashariki mwa Kongo. Chini ya shinikizo kubwa kutoka kwa utawala wa rais wa Marekani ambaye ni Donald Trump. Taarifa ya pamoja kutoka kwa serikali hizo tatu iliyochapishwa Machi 18 inaeleza hadi hii kuwa kuondolewa kwa vikosi vilivyopangwa kuondolewa kwa hatua za ulinzi na Rwanda katika maeneo yaliyoanishwa na eneo ya Kongo kuondoka ama kuondolewa, huku Rwanda kunalenga kufufua mkataba wa Washington uliosainiwa Disemba mwaka 2025 ambao utekelezaji wake umezuia na ukiukwaji unaoendelea. Kwa upande mwingine, DRC imejitolewa katika juhudi zinazoimarishwa na zilizopangwa na kuzoofisha kikosi cha kidiplomasia cha ukombozi wa Rwanda FDLR kwa ahadi za pande zote za kuheshimu uhuru, uadilifu wa eneo na ulinzi wa raia. Utawala wa Trump ulithibitisha tena kwamba kushindwa kutimiza ratiba hii kutasababisha vikwazo zaidi, kufuatia vile vilivyowekwa tayari mechi mbili dhidi ya jeshi la ulinzi la Rwanda RDF na maafisa wake kadhaa wakuu wa madai ya kuunga mkono M23. Marekani inasisitiza utekelezaji wa haraka ili kuleta utulivu mashariki mwa DRC. Licha ya maendeleo haya kutolewa ama kutokuwa na uhakika, bado kuna baki Rwanda mara nyingi ukana uwepo wa wanajeshi wake, na kihistoria imekuwa ikihusisha kujiondoa kwake na kuondolewa kwa FDLR. Hakuna maelezo ya umma yaliyotolewa kuhusu tarehe halisi, maeneo maalum au mifumo ya uthibitishaji. Jumuiya ya kimataifa ya maziwa makuu ilikaribisha ahadi hizi thabiti. Miezi ijayo itajaribu kama ratiba hii iliyopatikana chini ya tishio la wazi la vikwazo zaidi hatimaye itaruhusu kuondolewa kwa vikosi vya Rwanda na kupungua kwa muda mrefu. Tukiwa tu DRC huko Goma, mamia ya waamini wa Kiislamu walikusanyika Alhamisi hii katika uwanja wa Unite kusherehekea Eid al-Fitr, kuashiria mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani katika jiji lililokuwa chini ya udhibiti ya wapiganaji ama wanamgambo ama waasi wa M23. Sherehe hii ilichukua umuhimu maalum zaidi ya ibada ya kidini, ikawa ishara ya umoja, ustahimilivu na wito wenye kugusa moyo wa amani. DRC, United Kingdom, majapo ya viwango vya kuendeleza ama kuongeza usafirishaji nje. Kinshasa iliandaa majopo kuhusu viwango vya bidhaa za kilimo siku ya Alhamisi Machi 19 leo mwaka 2026 kama sehemu ya ushirikiano wa kibiashara kati ya DRC na Uingereza, iliyoandaliwa kwa usaidizi wa maendeleo ya kimataifa ya Uingereza, taasisi ya viwango vya Uingereza na Trademark Africa. Mikutano hii inalenga kuimarisha uwezo wa udau wa umma na binafsi kuhusu viwango vinavyohitajika kimataifa. Vikwazo ni vya kimkakati, makubaliano yaliyohitimishwa mnamo Novemba mwaka 2025 yanayoruhusu 99.8% ya bidhaa za Kongo kufikia soko la Uingereza bila ushuru, mradi tu zinazokidhi mahitaji ya ubora ya ulinganifu. Wazalishaji, wauzaji nje, wakilishi wa shirikisho la biashara za Kongo pamoja na wataalamu kutoka ofisi ya udhibiti wa Kongo na ofisi ya kitaifa ya bidhaa za kilimo ya Kongo walishiriki katika majadiliano. Waziri wa biashara ya nje Julien Paluku Kahongya alisisitiza hitaji la uimarishaji mafunzo na kuboresha mifumo ya udhibiti ili kuboresha ushindani wa bidhaa za Kongo. Kwa upande wake, balozi
wa Uingereza Alison King alisisitiza kwamba kufuata viwango ni muhimu ili kujenga imani ya wanunuzi wa kimataifa. DRC pia imeanza kufanya kazi kwa kimkakati ama kwa kamati zinazohusiana na viwango vya usafi na mimea SPS, vikwazo vya kiufundi wa biashara TBT na Codex Alimentarius kumrazi. Kifo cha Chuck Norris, alama ya filamu ya vitendo duniani. Mwigizaji wa Marekani na fundi wa sanaa ya kijeshi Chuck Norris alifariki Machi 19 hii leo mwaka huu 2026 akiwa na umri wa miaka 86. Familia yake ilitangaza katika taarifa kwenye mitandao ya kijamii. Inasemekana alifariki kwa amani akiwa amezungukwa na wapendwa wake baada ya kulazwa hospitalini huko Hawaii. Akiwa mtu maarufu katika sinema ya vitendo ya miaka ya 1980, lakini pia mwaka wa 1990. Chuck Norris anaacha kazi yake iliyojaa majukumu ambayo yamekuwa ya kimtandaoni. Alipata umaarufu wa kimataifa na filamu za vitendo kama vile The Delta Force na Missing in Action kabla ya kutengeneza alama za kudumu kwenye television na mfululizo maarufu Walk Texas Ranger mwaka 1993 mpaka 2001. Alizaliwa Carlos Ray Norris mnamo mwaka wa 1940. Alianza kufanya mazoezi ya sanaa ya kijeshi wakati wa utumishi wake katika jeshi la anga la Marekani nchini Korea Kusini. Aliendelea kuwa bingwa wa karata mara nyingi kabla ya kuingia Hollywood, haswa baada ya kuonekana kukumbwa pamoja na Bruce Lee katika The Way of the Dragon. Zaidi ya kazi yake ya uigizaji, Chuck Norris alijitambulisha kama alama ya kimataduni ama ya kitamaduni ya kitaifa, haswa kupitia Chuck Norris Fact maarufu ambayo ilisaidia kujenga taswira yake kama shujaa aliyeshindikiza ama aliyeshindika kwa vizazi kadhaa. Kifo chake kisababisha mlipuko ya hisia za kimataifa. Wanasiasa wengi na wanachama wa tasnia ya filamu walimheshimu mtu aliyeeleza kama ishara ya nguvu, nidhamu na azimio. Kwa kifo chake, sura huku katika sinema ya vitendo ya Marekani ama Amerika ilifikia kikomo na kuacha urithi wa kudumu katika utamaduni maarufu duniani. Kwa mwisho, usalama wa DRC. Haraka mpya ya silaha imeibuka katika jimbo la zamani la Katanga. Hii ni harakati ya kusimama ya Katanga kwa ajili ya ukombozi wa Kongo MDKC, ambayo katika taarifa yake inadai kujitolea kupambana na utawala mbaya na uadilifu ama uzalimu wa serikali kuu huko Kinshasa, na inadai haswa kuachiliwa kwa wafungwa wote wa kisiasa na kurejea kwa wakimbizi wa kisiasa. Kwa mwisho wa taarifa hii, ndugu mpendwa mtazamaji, ni kwamba huko Francophonie ama kundi ama shirika la Francophonie anasema ninafurahia sana kugombea muhula mpya katika mkutano ujao wa kilele wa Francophonie, alisema Lumumba Mushikiwabo, katibu mkuu wa Francophonie kwenye TV7 Monde kabla ya mkutano wa kilele wa Francophonie huko Cambodia. Naam, ndugu mpendwa mtazamaji wa Kwetu News 24, nasema asante kuwa nami mwanzo mpaka hivi tamati mwa taarifa hii ya habari. Hivyo usikose kusubscribe, lakini pia kushare na kulike ili kupata habari kile itoo leo, lakini pia kupata habari zinazojiri hususani nchini Kongo. Niseme asante, lakini pia niseme chao chao.